Kuhusu mwenendo wa ulipaji wa deni la serikali, napenda kutaarifu kuwa malipo ya deni la serikali yamekuwa yakiongezeka kutoka shilingi trilioni 8.22 mwaka wa fedha 2021 hadi kufikia makadirio ya shilingi trilioni 14.20 kwa mwaka 2025-2026. Ongezeko hili ni kutokana na kuiva kwa mikopo ya muda mrefu na mikopo yenye masharti ya kibiashara iliyokopwa katika awamu zilizopita kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Aidha, kuongezeka kwa malipo ya deni hasa la nje kumesababishwa pia na mabadiliko ya mara kwa mara ya riba katika masoko ya fedha ya kimataifa kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo athari za uviko 19 na uamuzi wa hazina ya Marekani kubadilisha viwango vya riba vya dhamana za serikali ya nchi hiyo. Mabadiliko hayo yalisababisha baadhi ya nchi zinazoendelea hasa Afrika kushindwa kulipa madeni kwa wakati. Mheshimiwa Spika, ongezeko la deni la ndani limechangiwa na mikopo kugharamia miradi maendeleo na kulipa madeni ya ndani yaliyoiva kwa uwekezaji wa dhamana za serikali kwa utaratibu wa kulipia mtaji wa dhamana za serikali zilizoiva. Aidha, tulifanya maamuzi ya kutambua madeni mengine ya mifuko ya hifadhi ya jamii kwa serikali kupitia hati fungani maalumu isiyo taslimu yenye thamani ya shilingi trilioni 2.67. Kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 2.18 madeni ya PSSSF ya waliokuwa wafanyakazi wa serikali kabla ya 1999 maarufu kama pre-99. Shilingi bilioni 400.71 ni madeni ya NSSF ya muda mrefu na shilingi bilioni 63.52 ni madeni ya kampuni ya ubia ya mifuko ya pensheni yani PPP, Pension Property Limited. Kampuni hii ilifadhili miradi ya serikali kwa kutoa mikopo kwa vipindi tofauti kwa ajili ya kugharamia utekelezaji wa miradi ya serikali ambao ni ujenzi wa ukumbi wa bunge hili letu Dodoma, na ujenzi wa chuo cha sayansi ya teknolojia cha Nelson Mandela Arusha. Madeni haya hayakuwahi kuwa sehemu ya deni la serikali. Kiasi cha shilingi trilioni 2.2 kilichobaki kinatarajiwa kuanza kutambuliwa ndani ya miaka mitatu ijayo kwa kuanza na mwaka 2025-2026 ambapo deni la kabla ya mwaka 1999 kiasi cha shilingi bilioni 630 litatambuliwa na deni la NHIF kiasi cha shilingi bilioni 180 zilizotumika kujenga hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Lengo la hatua hizi ni kunusuru mifuko ya hifadhi ya jamii yenyewe, lakini pia kuhakikisha wastaafu wetu waliotumikia taifa wanapata mafao kwa wakati. Kwa ujumla, tumeyatambua madeni haya na kuweka kwenye deni la serikali, deni la ndani, ili kutoa nafuu kwa mifuko yetu. Mheshimiwa Spika, nimeona niaseme haya kwa urefu ili Watanzania waelewe kuhusu swala hili la deni la taifa ambalo hupotoshwa mara kwa mara. Aidha, niwahakikishie Watanzania kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha deni linaendelea kwa himilivu. Tutaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa mikopo katika ugharamiaji wa bajeti zetu. Tutaendelea kuelekeza fedha za mikopo katika miradi inayokuza mapato ya ndani na mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi. Tutaendelea kuhakikisha maafisa masuuli wana